Karibu kwenye YouTube channel ya Malecom. Tunakuletea matukio yote. Kupata matukio yote haya, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video hii na kisha uguse alama ya kengele. Asante sana. Naam, uhali gani mwanamichezo popote pale ulipo, karibu sana Malecom katika kijiwe chetu cha michezo, tujuzane yale yote ya kimichezo ndani na nje ya nchi. Kama ilivyo utamaduni wetu wa kiungwana kabisa, kama wewe ni mdau kindaki wa mchezo na burudani, basi bofya alama ya dole gumba katika video hii kama ishara ya kusapoti michezo ambayo inaendelea katika nchi yetu. Maoni yako pia ni ya muhimu sana. Tuambie unatufuatilia ukiwa maeneo gani, na utuambie maoni yako juu ya taarifa tunayokupatia. Bwana mwenyekiti wa zamani wa Simba Hassan Dalali the Field Marshal amesema amezifuatilia kwa karibu Simba na Yanga katika michuano ya kimataifa ya CAF na kushtukia jambo ambalo klabu zote kama zikirekebisha kidogo tu, basi muda si mrefu zitabeba ubingwa. Simba imecheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu ikipoteza mbele ya RS Berkane ya Morocco, ikiwa ni msimu miwili tu tangu Yanga ilipotinga fainali pia katika kombe hilo na kupoteza taji kwa kanuni ya bao la ugenini dhidi ya USM Alger ya Algeria baada ya matokeo ya jumla kwa maana ya aggregate kuwa na sare ya goli 2-2. Dalali anasema klabu hizo kongwe nchini zipo katika nafasi nzuri ya kuleta taji la Afrika, ila ni lazima zirekebishe vitu anavyoamini vimezinyima ubingwa kwa misimu miwili hiyo iliyopita. Dalali aliyeiongoza Simba kati ya mwaka 2007 mpaka 2010 alisema ni wakati wa timu hizo kuwekeza katika usajili utakaoendana na michuano ya CAF kwa kushusha mashine za maana kwelikweli zitakazoweza kumudu mikiki ya kukabiliana na wapinzani wao, na hapo ndipo itaandikwa historia mpya nchini. Dalali anasema kiufundi Simba na Yanga kwa ukubwa wao zinahitaji kusajili wachezaji wenye uwezo utakaoendana na michuano ya CAF. Wakifanya hilo, naamini taji la CAF lipo wazi mikononi mwao, ingawa wakati mwingine changamoto zinakuwa kwa waamuzi, lakini ukiwa vizuri uwanjani ni rahisi kufanya maajabu. Hiyo ni kauli ambayo alisema mzee wetu mzee Dalali aliyewahi kuwa mwenyekiti wa matawi ya mkoa wa Dar, ambapo pia aliongeza kwa kusema, sina maana wachezaji waliopo ni wabaya, ila wanahitaji kuongezewa nguvu. Mfano, Simba katika usajili wa msimu huu nashauri waongezee mabeki wa pembeni wa kuwasaidia Shomari Kapombe na Mohamed Hussein Shabalala, washambuliaji na beki wa kati. Alikiri licha ya Simba kufanya kazi kubwa sana hadi kutinga fainali ya kafu, kiuwezo RS Berkane ilikuwa na wachezaji ghali na wenye uwezo mkubwa sana, na viwango vyao vilikuwa ni vya level ya kimataifa zaidi ya wale wa Simba, jambo ambalo lilimfanya asisitize ni wakati wa klabu kongwe hizi Simba na Yanga kuonesha ukubwa wao barani Afrika. Mbali na kuzitaka Simba na Yanga zijipange katika usajili, pia alizungumzia dabi kwamba kipindi hicho aliyekuwa mwenyekiti wa Wanajangwani marehemu Imani Madega, timu hiyo iliwahi kutokomea na kutotokea uwanjani. Hayo ni mzee baada ya kuulizwa kuhusu dabi na hizi sintofahamu za nacheza hatuchezi, basi kama mtani akachomekea kwamba Yanga ni kawaida yao kula nyoya kama ambavyo ilishawahi kutokea, na hapa washukuru tu ni busara zimetumika na mechi hiyo itachezwa Juni 25. Hayo ni maoni ambayo mzee wetu the Field Marshal Hassan Dalali aliyewahi kuwa kiongozi mkubwa wa Simba ameyasema kwamba ili Simba na Yanga zitwae ubingwa wa barani Afrika, nafasi hiyo iko wazi endapo watafanya usajili wa maana kama vilabu vya kaskazini vinyi vinafanya katika usajili. Waache ubahili, wawekezaji waweke mpunga, wakachukue vyuma kwelikweli, ili vikija vitoe ushindani ule ambao unaeleweka. Unaunga mkono hii kauli ya Dalali ambayo ameisema? Kama ni kweli unaunga mkono, basi bofya alama ya kidole gumba katika video hii kama ishara ya kumuunga mkono. Lakini pia tuambie nini ambacho unaona mzee Dalali yuko sahihi, tuambie katika maoni. Lakini pia kama hauungani naye, basi tuambie
ni kipi cha kurekebisha ama umkosoe kwa huu mtazamo wake. Malcolm tupo kwa ajili yako. Kwaheri kwa sasa, mpaka wakati mwingine, bye bye.